asubuhi. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwiru. DW Habari za Ulimwengu. Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Trump atishia kuiangamiza Hamas ikiwa itakiuka mpango wa amani huko Gaza. Zelensky amesema analenga kununua mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot. Na shirika la Amnesty limesema ukandamizaji umeshamiri Tanzania kabla ya uchaguzi wa Oktoba 29. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amelionya kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas kuwa litaangamizwa ikiwa litakiuka mpango wa kusitisha vita huko Gaza, lakini akasisitiza kuwa anatoa nafasi kwa kundi hilo kuheshimu makubaliano hayo. Trump ameitoa kauli hiyo wakati akimtuma hivi leo nchini Israel makamu wake JD Vance ili kuungana na wajumbe wawili wakuu wa Marekani Steve Witkoff na Jared Kushner kujadili hali inayoendelea huko Mashariki ya Kati baada ya ghasia za hivi karibuni. Makubaliano hayo kusitisha vita Gaza yaliyosimamiwa na Trump na yaliyoanza kutekelezwa Oktoba 10 yalikuwa hatarini kuvunjika baada ya wanajeshi wawili wa Israel kuuawa kusini mwa Gaza na kupelekea Israel kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Hamas na kusababisha vifo vya Wapalestina wapatao 45. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake inajiandaa kununua mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot baada ya kushindwa wiki iliyopita kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump kumpatia makombora ya masafa marefu ya Tomahawk. Katika hotuba yake ya video jana usiku, Zelensky amesema alipokuwa Washington alizungumza na watengenezaji wa silaha hizo na wakaonyesha utayari wa kushirikiana na Ukraine, lakini akasisitiza kuwa upatikanaji wa mifumo hiyo ya ulinzi wa anga si jambo rahisi, lakini ni moja ya hakikisho la usalama litakalosaidia kwa muda mrefu. Hata hivyo, Zelensky alisifu mkutano wake na Trump licha ya kauli ya rais huyo wa Marekani kusema hapo jana kuwa haamini ikiwa Ukraine itashinda vita dhidi ya Urusi, ingawa hajaondoa kabisa uwezekano huo. Dar es Salaam. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limetoa taarifa likieleza kuwa mamlaka za Tanzania zimeongeza ukandamizaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa, waandishi wa habari, asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu kwa lengo la kueneza hofu na kudhibiti ushiriki wa raia kuelekea uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Taarifa hiyo inasema kuwa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, matumaini ya mageuzi yameyeyuka, huku ukandamizaji ukiendelea kwa njia ya mashambulizi, kukamatwa kiholela, mauaji ya kiholela na watu kutoweka kwa nguvu bila yoyote kuwajibishwa. Amnesty pia imebaini ukiukwaji mkubwa na wa kimfumo wa haki za binadamu, ikiwemo mateso, unyanyasaji na mauaji ya kiholela ya viongozi wa upinzani na wanaharakati. Shirika hilo linazitaka mamlaka za Tanzania kusitisha kampeni ya ukandamizaji dhidi ya wapinzani, kufuta mara moja mashtaka ya uongo na yenye nia ya kisiasa dhidi ya wote waliokamatwa kwa sababu ya maoni yao ya kisiasa au kidini, akiwemo kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy anatarajiwa hivi leo kwenda jela ya La Santé iliyoko katikati mwa mji mkuu Paris kutumikia kifungo cha miaka 5 jela. Mwezi Septemba, mahakama ya Ufaransa ilimkuta Sarkozy na hatia ya kula njama za uhalifu katika kesi inayohusiana na juhudi zake za kujipatia fedha kinyume cha sheria ili kufadhili kampeni yake ya uchaguzi wa mwaka 2007, fedha zilizotoka kwa mtawala wa Libya wakati huo Muammar Gaddafi. Nicolas Sarkozy, ambaye atakuwa rais wa kwanza wa Ufaransa na hata katika Umoja wa Ulaya kwenda jela, alipokelewa wiki iliyopita na Rais Emmanuel Macron katika ikulu ya Elysee, lakini mazungumzo yao hayakuwekwa wazi. Mawakili wa Sarkozy aliyeiongoza Ufaransa kuanzia mwaka 2007 hadi 2012 wametangaza kuwa watawasilisha mara moja ombi la kuachiliwa kwake. Na hatimaye Johannesburg.
Ripoti mpya iliyotolewa na mashirika kadhaa ya wanaharakati imetahadharisha kuwa mapambano dhidi ya malaria yamekwama licha ya miongo miwili ya mafanikio, huku mabadiliko ya hali ya hewa na ongezeko la watu duniani yakiwa miongoni mwa mambo yanayotishia kupelekea kuzuka tena kwa ugonjwa huo unaoweza kusababisha kifo. Ukosefu wa fedha za kutosha kwa ajili ya mipango ya kuzuia kuenea kwa malaria unahatarisha juhudi dhidi ya ugonjwa huo unaoenezwa na mbu, na hivyo kuyaweka hatarini maisha ya mamia kwa maelfu ya watu kote duniani. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. Asante sana Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ambayo ni inatuelekeza katika hatua ya kuweza kupokea ripoti, uchambuzi na vilevile makala kutoka nahodha sasa hivi ni Suleiman Mwiru. Naam, ni Bakari Ubena huyo na habari za ulimwengu. Na sasa tugeukie upande wa ripoti zetu ambazo tumekuandalia asubuhi hii tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo wajumbe maalum wa Marekani huko Mashariki ya Kati wako nchini Israel kufuatilia maendeleo ya mpango wa usitishwaji wa vita vya Gaza. Tutakuwa na mahojiano pia kuhusu maandalizi ya uchaguzi huko nchini Tanzania Oktoba 29. Sisi tulishindwa kuanza hizi process kwa sababu ya tumechelewa kupata kile kibali chenyewe. Kwamba hata ulikuwa ukitaka kuingia katika nini unaweza kukaongoa kikwazo kibali nani kakufanya. Na zaidi ya watoto 20 walio chini ya umri wa miaka 5 wamefariki dunia huko nchini India, na hii ni baada ya kutumia dawa ya kikohozi. Kwa hayo na mengine mengi, usiondoke. Naam, tuanze uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii. Wajumbe wawili wa juu wa Marekani kwa Mashariki ya Kati wamekutana jana Jumatatu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wakijaribu kunusuru mpango wa kusitisha vita kati ya Israel na Hamas baada ya wikendi iliyoshuhudia machafuko mapya yaliyosababisha vifo vya wanajeshi wawili wa Israel na watu takriban 45 upande wa Gaza. Mazungumzo hayo yamefanyika huku Israel ikifungua tena kivuko cha Kerem Shalom kwa ajili ya misaada ya kibinadamu na Hamas ikirejesha mwili wa mateka wa Israel uliopatikana jana. Hata hivyo, licha ya pande zote mbili kurudia ahadi ya kuheshimu makubaliano hayo, mashambulizi mapya yanayoendelea yameibua shaka kuhusu uwezo wa Marekani kudumisha kasi na shinikizo la kidiplomasia katika juhudi za kurejesha utulivu. Bakari Ubena ana mkusanyiko wa hayo na mengine mengi kuhusu mzozo huo. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umeongeza maradufu juhudi zake za kudumisha mkataba huo dhaifu wa usitishwaji mapigano huko Gaza kwa kumtuma nchini Israel makamu wa rais JD Vance anayetarajiwa kuwasili hii leo. Ziara ya Vance inajiri baada ya mjumbe maalum wa Trump Steve Witkoff na mshauri na mkwe wake Jared Kushner kukutana na Netanyahu siku ya Jumatatu kujadili hali halisi inayoendelea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Licha ya matukio ya vurugu ya mwishoni mwa juma, Israel na Hamas zimesema ziko tayari kuendelea kuheshimu makubaliano hayo, ambapo Trump alionya kuwa anatoa nafasi kwa Hamas kutuliza hali, la sivyo itaangamizwa. Trump ameongeza kuwa Hamas kwa sasa ni dhaifu mno, hasa kutokana na kwamba mtetezi wake wa kikanda Iran haina uwezo wa kuingilia kati kuisaidia kutokana na mashambulizi ya mwaka huu yaliyofanywa na Marekani na Israel. Tahadhari hiyo imetolewa wakati wanamgambo wa Hamas walikabidhi mateka mwingine chini ya makubaliano hayo. Hamas imerejesha miili 12 ya mateka kati ya 28 ambayo iliahidi kuirejesha, lakini imesema inahitaji muda zaidi pamoja na usaidizi wa kiufundi ili kuipata miili ya mateka iliyosalia. Hayo yakiarifiwa, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric ametoa wito kwa pande zote kuheshimu makubaliano hayo yaliyoanza kutekelezwa rasmi Oktoba 10 mwaka huu. We are encouraged that the parties have reaffirmed their commitments to implementing the ceasefire. Tunaridhishwa na hatua ya pande zote kuthibitisha ahadi zao za kutekeleza usitishaji vita huko Gaza na kupongeza juhudi thabiti za upatanishi. Hata hivyo, bado tuna wasiwasi kuhusu vitendo vyote vya ghasia huko Gaza na mashambulizi yaliyoripotiwa jana. Tunaziomba pande zote kuheshimu ahadi zao zote za kuhakikisha ulinzi wa raia na kuepuka vitendo vyovyote vinavyoweza kusababisha upya uhasama na kudhoofisha operesheni za kibinadamu. Any actions that could lead to a renewal of hostilities and undermine humanitarian operations. Mwishoni mwa juma, makubaliano hayo ya kusitisha vita Gaza yalikuwa hatarini kuvunjika wakati wanajeshi wawili wa Israel walipouawa kusini mwa Gaza
na Israel ikafanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya Hamas siku ya Jumapili kwa kutumia tani 153 za mabomu, hii ikiwa ni kulingana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na ambapo Wapalestina 45 waliuawa. Naam, ni Bakari Ubena huyo anayejiri huko Mashariki ya Kati. Na sasa tugeukie taarifa nyingine. Uamuzi wa Umoja wa Afrika wa kusitisha wanachama wa Madagascar unazua maswali mengi zaidi kuliko pongezi. Maoni ya wataalamu yamegawanyika juu ya kile ambacho jumuiya hiyo kikanda inaweza na kutoweza kufanya ili kushughulikia misukosuko ya kisiasa katika nchi wanachama. Tatu Karema na maelezo zaidi. Siku ya Jumatano, Umoja wa Afrika AU ulisimamisha wanachama wa Madagascar kufuatia mapinduzi ya kumuondoa madarakani Rais Andry Rajoelina yaliyokuja baada ya wiki 3 za maandamano ya kuipinga serikali yaliyoongozwa na vijana almaarufu Gen Z. Madagascar sasa ni miongoni mwa nchi nyingine 6 ambazo wanachama wake ulisimamishwa na umoja huo kati ya mwaka 2019 na 2023. Sudan, Mali, Guinea, Burkina Faso, Niger na Gabon, zote hizo kutokana na mapinduzi ya kijeshi na mabadiliko ya serikali yanayochukuliwa na Umoja huo wa Afrika kwa kinyume na katiba. Katika taarifa baada ya mkutano wake wa dharura wa Baraza la Amani na Usalama huko Madagascar, mwenyekiti wa AU Mahmoud Ali Yusuf alibainisha kuwa utawala wa sheria lazima uwe juu ya utawala wa nguvu na kuhalalisha kusimamishwa huko kwa Madagascar kwa msingi wa sheria na majadiliano. Hatua hiyo imezua shutuma kutoka kwa wachambuzi kama vile Fidel Amake Owusu, mchambuzi wa masuala ya usalama aliyebobea katika masuala ya Afrika na siasa za kijiografia, ambaye anasema itifaki ya Umoja wa Afrika inayodhibiti matukio yanayohusiana na mapinduzi barani Afrika ni ya mwitikio zaidi. Ryan Cummings, mkurugenzi wa uchambuzi katika kampuni ya kudhibiti hatari inayolenga Afrika ya Signal Risk, anaamini kuwa kusimamishwa wanachama wa AU kumekuwa njia pekee ya jumuiya hiyo ya kushughulikia vitendo visivyo vya kidemokrasia. Ameiambia DW kwamba anafikiri kusimamishwa kwa wanachama wa Madagascar katika Umoja wa Afrika kutokana na mapinduzi yaliyofanyika kunadhihirisha taratibu finyu ambazo Umoja huo wa Afrika uko nazo kuhakikisha kuwa kuna aina fulani ya uwajibikaji au athari. Kulingana na Cummings, AU inasimamisha wanachama wa mataifa ili kuonyesha kutoridhika kwake na mabadiliko ya mamlaka kinyume na katiba miongoni mwa nchi wanachama kinyume na katiba. Taasisi ya mafunzo ya usalama ISS pia inaona kusimamishwa wanachama wa AU kama njia ya kubadilisha mienendo ya nchi mwanachama wanapokiuka sheria na kukuza kanuni za pamoja. Hata hivyo, katika hali nyingi, hatua za umoja huo hazizui mabadiliko ya serikali kinyume na katiba. Ripoti ya ISS ya mwaka 2023 ilisema vikwazo vilivyotekelezwa dhidi ya Sudan, Mali na Burkina Faso havijazuia kurudiwa kwa mapinduzi katika maeneo hayo wala hayajazuia mapinduzi ya kijeshi nchini Guinea, Niger, Chad na Gabon. Licha ya hatua hizi kali, nchi kadhaa bado hazijarejesha utulivu wa kikatiba au kurejesha utawala wa kidemokrasia. AU ilianzisha chombo cha utatuzi wa migogoro, amani na usalama ili kutoa hatua madhubuti za kuzuia kuongezeka kwa migogoro ya ndani ya nchi wanachama. Kulingana na AU, chombo hicho cha kufanya maamuzi ni mpango wa pamoja wa usalama na onyo la mapema linalokusudiwa kuwezesha majibu ya haraka na ufanisi kwa mizozo na hali ya migogoro barani Afrika. Hata hivyo, wakosoaji wanasema chombo hicho huchelewesha kutekeleza hatua hiyo. DW tunavuma kwa kishindo. Naam, tunasonga mbele msikilizaji. Wajumbe wa bunge la Baraza la Ulaya kwenye tawi linalohusika na kudumisha haki za binadamu, demokrasia na utawala wa sheria walikutana mwezi huu kwenye kongamano la haki za binadamu barani Ulaya na waliunga mkono kura ya kuanzishwa jukwaa la mazungumzo na wapinzani wa rais wa Urusi Vladimir Putin walio uhamishoni. Lakini licha ya juhudi hizo kubwa za upatanishi, hali ya kutoaminiana bado inaonekana kati ya pande zote, huko kila upande ukichukua tahadhari kubwa. Taarifa ya Selina Mdemu inaangazia wasiwasi huu wa pande mbili zinazohofiana. Mkutano huo haukuripotiwa kwa kiasi kikubwa na vyombo vya habari duniani, lakini idara ya usalama ya Urusi FSB ililifuatilia kwa makini sana azimio hilo la bunge la Baraza la Ulaya kwa Kremlin. Wapinzani wa Putin waliokimbilia uhamishoni ni kama wamepotea tu, lakini kiuhalisia bado hawajasahaulika. Bila kusubiri jukwaa hilo la usalama litaje majina ya washirika wa Urusi,
Tayari idara ya usalama wa Urusi FSB imeitumia nafasi hiyo kuwa ni sababu muhimu ya kuanzisha uchunguzi mpya wa makosa ya jinai kwa wapinzani 23 walioko nje ya nchi ambao wanatuhumiwa kwa kuanzisha kundi la kigaidi na kupanga njama za kuiangusha serikali ya Moscow. Tajiri wa zamani wa mafuta huko Urusi, Mikhail Khodorkovsky, alitajwa kuwa ndiye kiongozi wa kundi hilo lililopo uhamishoni. Amesema yeye angependa kuwa sehemu ya wajumbe wa baraza hilo la mazungumzo ya amani kati ya serikali ya Putin na wakosoaji wake walio uhamishoni. Khodorkovsky kwa sasa anaishi uhamishoni jijini London nchini Uingereza. Mwanzoni mwa miaka 2000 alifungwa jela kwa miaka 10 kwa mashtaka ulaghai, na hukumu yake hiyo ilikosolewa vikali na mashirika ya kutetea haki za binadamu yaliyodai kuwa ilitokana na msukumo wa kisiasa. Wakati huo huo, wapinzani wa Putin waliopo uhamishoni, pamoja na kukubaliana na maadhimio ya Baraza la Bunge la Ulaya juu ya kuundwa kwa jukwaa la mazungumzo, bado hawajawa na uhakika wa moja kwa moja wa usalama wao, huku Putin mwenyewe akionekana kuwatilia shaka na hata kuanzisha uchunguzi dhidi ya wanaotumiwa kufanya njama za kuiangusha serikali yake. Alipoulizwa na shirika la habari la Reuters ikiwa Urusi ilikuwa na wasiwasi na ushiriki wa Khodorkovsky na wengine katika jukwaa hilo, msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov alijibu kuwa ndani na nje ya Urusi kumekuwa na maadui wanaofanya harakati za kutaka kuiangusha serikali na kutishia kuchukua hatua zinazofaa kwa yeyote atakayebainika kuwa na mpango ovu dhidi ya serikali ya Moscow. Tangu kuanguka kwa muungano wa nchi za Kisovieti, wakosoaji wengi wa serikali ya Urusi walijikuta katika wakati mgumu na wengi walilazimika kukimbilia uhamishoni, na muda wote idara ya usalama ya Urusi imekuwa ikiwatazama kama watu ama kundi lenye nia ovu na serikali ya Moscow. Kama ilivyo kwa Tanzania bara, visiwani Zanzibar nao wanajiandaa na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Sudi Mnete amezungumza na mmoja kati ya waongoza safu ya makundi ya waangalizi wa ndani, Jamila Mahmud Juma. Yeye ni mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake Zanzibar, Zefala, nacho kina dhamana ya uangalizi, na kwanza anajibu kwa nini hadi wakati huu wameshindwa kupata mtazamo wa wananchi kuelekea uchaguzi huo. Sisi tulishindwa kuanza hizi process kwa sababu ya tumechelewa kupata kile kibali chenyewe. Kwamba hata ulikuwa ukitaka kuingia katika nini unaweza kuamua kikwazo kibali, nani za kufanya hivyo. Wale ambao walikuwa wakikosoa kuhusiana na siku mbili za uchaguzi, mnavyoona hoja zao pengine za wasiwasi wa kutendeka haki hazina mashiko? Kusema kweli, mimi naweza nikasema hazina mashiko, kwa kuzingatia kwamba kama tume watakuwa wanasema sahihi au watafanya kile ambacho wamekisema, kwamba kura za siku ya mwanzo zitapigwa na watu ambao wametajwa kwenye sheria au kwenye kanuni, wale ambao wametajwa manake, basi zitakuwa ni sahihi. Kwa sababu ninakumbuka ni sisi wanaharakati tulichangia kuwepo na hiyo siku mbili za kupiga kura, kwa kulalamika kwamba siku moja inakuwa ni shida kwa baadhi ya watendaji ambao wako kwenye shift siku ya uchaguzi, wanakuwa ni shida. Ingawa wao wameanza na watu nusu, lakini nakumbuka kulikuwa kuna wafanyakazi hata wa mahospitali, kuna watu kwa mfano wako kwenye taasisi kama airport, wasiwasi wa wapinzani labda kutumika vibaya hiyo kura ya mapema. Hoja yao ni kwamba idadi ya wapiga kura pengine ni kama 700,000 na ushe, ukilinganisha na maeneo mengine. Kwa mfano upande wa bara huko ambako zaidi ya watu milioni 30 wanapiga kura kwa siku moja, iweje huku 700,000 tu na ushe wakapiga kwa siku mbili? Sasa huo ni utaratibu wa kila nchi, kila pahali ambao umejikia, lakini hata huko bara mimi kuna baadhi ya watu nilishawahi kuwasikia wanasema kwamba hata na sisi tunahitaji hiyo kura ya. Kwa hiyo ni maoni ya watu na uhitaji wa watu. Nakumbuka kwamba ilikuwa tunapiga kura siku za weekend, na sana ilikuwa ni siku ya Jumamosi au Jumapili, lakini kuna baadhi ya waumini wamelalamika wakasema kwamba hiyo ni siku kwetu ni ya ibada, tunashindwa kwenda kwa ajili ya kwenda kufanya ibada, na ikakubalika na this time tutapiga kura siku ya Jumanne. Changamoto ambazo mnakabiliana nazo nyinyi mnakwenda katika uangalizi, mnatazama ni zipi kwa ufupi tu? Ya sisi zaidi tumejikita katika ushiriki wa wanawake na vijana. Kwa hiyo tunataka kuangalia ushiriki wa wanawake ukoje. Tulianza katika mchakato mzima wa uandikishwaji, pia tulipata fursa ya kuangalia katika masuala ya uteuzi wa ushiriki wa katika masuala ya kuingia katika hizi nafasi za uongozi, lakini sasa hivi ndio tunakuja kuangalia sasa
kwenye uchaguzi, wanawake wanazingatiwa vipi, ni changamoto gani ambazo zinawakumba wanawake, kwa sababu wao ni wanawake. Lakini na suala lazima la vijana pia, ushiriki wa vijana, makundi maalum kama walemavu aliko katika ajenda zenu, na watu wenye ulemavu. Nyinyi si mara ya kwanza kushiriki kwa uangalizi wa uchaguzi, sio? Ni mara ya kwanza kwa Zafela kushiriki kama Zafela, lakini tumekuwa huko nyuma tukishirikiana na Temco, Taseo, tulikuwa tunawapata. Na yale mapendekezo yenu ambayo mlikuwa mkiyatoa wakati ule wa ushirikiano yalikuwa yakitekelezwa, yanafuatiliwa na wenye mamlaka? Tume inategemea, kuna vitu na nafikiri kwa uchache sana yameweza kufanywa kazi na mengine no. Naam, ni mwenzangu huyo Sudi Mnete alipozungumza na Jamil Mahmoud Juma, mkurugenzi mtendaji wa chama cha wanasheria wanawake Zanzibar. Na kwa urefu wa mazungumzo hayo, usisite kusikiliza matangazo yetu ya mchana kwenye kipindi cha Kinaga Ubaga, utasikiliza kwa urefu. Na tuhitimishe na ripoti inayosema zaidi ya watoto 20 walio chini ya umri wa miaka 5 wamefariki dunia katika jimbo la Madhya Pradesh nchini India baada ya kutumia dawa ya kikohozi iliyogundulika kuwa na kiwango kikubwa cha kemikali hatari ya viwandani. Taarifa ya mwandishi wa DW Moral Krishnan inasoma studioni na Najat Omar. Kemikali hiyo ambayo inaitwa antifreeze, ambayo hutumika hasa kupunguza kiwango cha kuganda kwa maji katika mashine kama injini za magari, ni hatari kwa sababu inaweza kusababisha kushindwa kwa figo kwa haraka ikitumika kwa binadamu. Vifo hivi vimetokea ndani ya kipindi cha mwezi mmoja na vimesababisha hasira na huzuni miongoni mwa jamii ya wananchi wa India. Mwaka 2023 watoto 18 walifariki dunia nchini Uzbekistan baada ya kutumia dawa ya kikohozi iliyotengenezwa India. Huku mwaka 2022 takriban watoto 70 walipoteza maisha nchini Gambia kwa sababu ya matumizi ya dawa hiyo. Katika jimbo la Jammu nchini India, watoto 12 walifariki kati ya mwaka 2019 na 2020 kutokana na dawa yenye kilainishi aina ya DEG. Shirika la kudhibiti dawa la India pamoja na maafisa wa majimbo ya mashirika mengine ya udhibiti walichukua hatua ya haraka, ikiwemo ili ya kuzuia uuzaji wa dawa zenye kemikali hizo. Dr. Khanna ni afisa wa shirika la kudhibiti dawa la India, amesema kuwa wameanzisha ukaguzi katika viwanda 19 vya dawa katika majimbo 6 ili kubaini mapungufu ya ubora. Mmiliki wa kampuni ya Seron Pharmaceuticals aliyetengeneza dawa hiyo amekamatwa na kampuni hiyo imefungwa rasmi. Hata hivyo, kila jimbo nchini India lina mamlaka yake ya kusimamia utengenezaji wa dawa, hali inayosababisha viwango vya udhibiti kutofautiana. Soumya Swaminathan, aliyekuwa mwanasayansi mkuu wa shirika la afya duniani, amesema kuwa mfumo wa udhibiti wa dawa nchini India unahitaji marekebisho makubwa, huku akisema sekta hiyo pia inatawaliwa na rushwa. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kuwa kati ya 20% hadi 25% ya dawa zinazopatikana sokoni nchini India hazifikii viwango vinavyotakiwa. Nakul Parsicha, mkurugenzi mtendaji wa Pharmaceuticals, amesema kuwa nchi hiyo inahitaji ufuatiliaji wa mara kwa mara na hatua kali dhidi ya wanaokiuka sheria. Soko la dawa nchini India linakadiriwa kuwa na thamani ya takriban dola bilioni 50, huko nchi hiyo ikiwa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa dawa duniani. Matukio haya yameibua wito wa dharura wa kufanyika marekebisho ya mfumo mzima wa usimamizi wa dawa nchini India. Wataalamu wanasisitiza kuwa bila mabadiliko ya haraka, maisha ya watu hasa watoto yataendelea kuwa hatarini. Na msikilizaji, na sasa ni zamu ya makala tulizokuandalia. DW Afya Yako. Msimu wa sikukuu unakaribia na shamra za sherehe zimeshaanza. Harusi, mitoko, selfies kila kona, kila mtu anang'aa. Ni wakati ambapo kila mmoja, hasa dada zetu, anataka kupendeza kutoka nywele hadi kwenye vidole vya miguu. Makeup kali, nywele mpya na mavazi ya kuvutia ni lazima. Lakini hebu tujiulize, je, urembo huu unaendelea hadi kitandani? Leo kwenye makala ya afya tunazungumzia athari za kulala na vipodozi, ikiwemo contact lens na nywele zenye mafuta au unyevunyevu. Jina langu ni Fathia Omar. Karibu. Nilikuwa na wakati nilitoka harusini, kasema hivi leo nachoka sana, siwezi kufuta hii makeup, nitalala hivi hivi, lakini nikasema leo naliwe, nikalala hivyo hivyo.
Sauti hii ni ya Leila Abed kutoka Majengo, Mombasa. Anasema amezoea kulala tu bila kuondoa makeup kwa sababu ya uchovu au wakati mwingine mume akiwa karibu. Ni jambo la kawaida sana hasa msimu huu wa sherehe na harusi, lakini wataalamu wa afya wanasema hivyo sivyo kabisa. Ngozi inapokosa kupumua, tundu zake hufungika. Chunusi, mwasho na hata uzee wa ngozi wa mapema huanza kujitokeza. Kwa wale wanaopenda foundation nzito au lipstick zenye mafuta, hatari huwa kubwa zaidi. Dr. Said, mtaalamu wa ngozi, anaeleza. Hizi makeup, kuna baadhi ya chemical ziko kwenye makeup zinaingia ndani ya ngozi, zinakuwa absorbed na zinaweza kuleta madhara kwenye ngozi yenyewe, ambayo italeta eczema, ameweza kusababisha pimples, ameweza kusababisha pia fungal infection. Yani mashilingi yale inatoka kwenye uso au kwenye mapaja ama kwenye mwili, sehemu yote ile ambayo umepaka. Pia waweza kushikwa na bacterial infection kama vijipu, na zaidi utashikwa na acne ama pimples, na utakuta pimples hizi hata ukatumia dawa gani haziondoki. Sasa hebu tuzungumzie contact lens. Wale wanaolala nazo, fahamu kwamba hewa haipiti vizuri machoni. Macho hukauka, huuma na unaweza kuamka ukiwa na maumivu makali au hata kupata kidonda kwenye kornea, kulingana na wataalamu wa afya. Kwa kifupi, ni hatari kwa macho yako. Na sasa turukie kwenye nywele. Msimu huu wa sherehe kila mtu anang'ana wig au braids mpya, lakini wataalamu wanakumbusha kulala na kichwa chenye mafuta au unyevunyevu ni mwaliko wa fungus. Kuvaa wigi ni kwa muda mfupi tu, kama una function ama kuna harusi, ile haina neno. Lakini ukilala nayo, ile ikigusana na ngozi na pia ukitoa jasho, haswa sehemu zetu hizi za joto, inaleta kitu inaitwa contact allergic eczema. Ngozi yako itatoa rash, unajikuna sana, zina itch, na ziki itch ile ngozi inatoka scratches, na ni rahisi sana kushikwa na bacterial infection ama fungal infection. Na sio tu kichwa chako, hata ngozi ya uso inaweza kushambuliwa, kwa sababu mito na taulo hujaza vijidudu vinavyosambazwa kila usiku. Bi Sanura Mwachenga ni mmoja wa waathirika. Na hapo ndo nikagundua kwamba ukisonga ama ukivaa wigi kwa muda mrefu ndo wanatoka harufu mbaya na unapata dandruff. Lakini msikilizaji, usiogope, suluhisho lipo. Wataalamu wa afya wanashauri ondoa makeup kila usiku, hata kama umechoka. Tumia makeup remover au maji ya michela. Toa contact lens kabla ya kulala na uzisafishe kwa dawa maalum. Kausha nywele zako vizuri kabla ya kulala na epuka kutumia mafuta mazito, hasa wakati wa joto. Safisha mito na taulo mara kwa mara, kwani ni hatua ndogo lakini zinaokoa ngozi yako. Leo kwenye makala ya afya tumeangazia athari za kulala na vipodozi, kuanzia makeup, contact lens hadi mawigi na nywele zenye mafuta. Natumai msikilizaji umeweza kufaidika na mengi. Kufikia hapa sina la ziada, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fathia Umar na kutakia wakati mwema. Waswahili wanasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, nasi tumefikia mwisho kwenye matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 2025. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Suleiman Mwilu nasema kwa heri kwa sasa na Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Asante sana Sulemana Mwiru. Imekuwa ni sehemu ya kupokea taarifa yetu ya habari kutokea DW Afrika Leo.
asubuhi, ambapo ni habari za dunia. Kabla ya kutamatisha awamu hii, basi tunapokea kiziba mkonga. Jiepushe sana na tabia ya kujilinganisha na wengine. Jiepushe sana na tabia ya kujilinganisha na wengine. Kujilinganisha na wengine kumeua ndoto za wengi. Kumewapa wengi magonjwa ya akili na wengine wamefariki dunia. Wamekufa. Kila mtu amepewa mustakabali wake na wote kuna tunakoelekea. Kila mtu amepewa mustakabali wake. Usijilinganisha na mtu yeyote. Na tuko kwenye safari tunaelekea. Kobe hawezi kushindana na swara kwenye mwendo, ingawa wote hufika waendako. Jiepushe sana na tabia ya kujilinganisha na watu wengine. Kujilinganisha na watu wengine kumeua ndoto za watu wengi sana. Kumewapa wengine magonjwa ya moyo, ya akili, wamepatwa na madepression, msongo wa mawazo, damu kwenda mbio, na wengine wamekufa. Kila mtu amepewa mustakabali wake, na wote kuna tunakoelekea. Kobe wakati wote hawezi kushindana na swara kwenye mwendo kasi, ingawa wote hufika waendako. Ndio maana wakasema kwamba polepole ya kobe humfikisha mbali. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.